tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, mwaka wa 2026 tulitoa taarifa na kulikuwa kuna taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio ambalo tunaweza tukaliita iwe ni kutekwa, iwe ni kuchukuliwa kwa nguvu kwa mwenyekiti wetu wa CHASO kwa maana ya Chadema Student Organization, chuo kikuu cha St. Augustine University of Tanzania kwa maana ya Sauti kule Mwanza. Sasa tulitoa taarifa hiyo kwa sababu hakukuwa na taarifa rasmi za kwamba waliokwenda kumchukua hasa walikuwa ni wakina nani. Sasa Silence Joseph Mwakasala pamoja na kwamba ni mwenyekiti wa CHASO chuo kikuu cha Sauti Mwanza, lakini pia yeye ni mwanafunzi wa kitivo cha sheria pale Sauti mwaka wa 4 kwa sasa, lakini pia kama ambavyo imekuwa ni kawaida kwetu sisi vijana wa Chadema, amekuwa anajishughulisha na biashara ndogo ndogo na stationery pale kwenye mtaa unaitwa Nyamalango, nje kidogo tu ya chuo kikuu cha Sauti, stationery ambayo inajihusisha na kutoa fotokopi nyaraka mbalimbali na kuuza vitabu na kadhalika. Sasa jana mara baada ya tukio hilo la yeye kuchukuliwa na watu ambao tulikuwa hatufahamu ni wakina nani, jana tumepokea taarifa kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza kwa maana ya Deputy Commissioner of Police, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa. Jana tarehe 11 mwezi huu wa 6 ametoa taarifa kwa umma akisema kwamba walimkamata Silence Joseph Mwakasala kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria, kukopesha watu fedha kinyume cha sheria. Sasa sisi Bavicha, kwanza kuhusiana na jambo hili tunaomba kusema mambo yafuatayo. Kwanza tumeshangazwa na taarifa hizi za kamanda Mtafungwa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa sababu kusema kwamba tuhuma zake zinazomkabili ni kukopesha fedha kinyume cha sheria. Ile juzi tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 walipomkamata, na kwa taarifa ambazo tumezipokea sasa kwa mawakili, kwa viongozi wa chama, watu waliofika pale kituo cha polisi Central baada ya kujua kwamba yuko Central siku ya jana, taarifa tulizozipata ni kwamba siku walipofika polisi, baada ya kujua sasa jana kwamba waliomkamata ni polisi, walipofika pale walisema kwamba tuhuma alizonazo Mwakasala ni tuhuma za kuhamasisha kitu kinachoitwa maandamano. Na majibu ya Mwakasala wakati wanazungumza mawakili na yeye, amewaambia mawakili wetu kwamba ulivyoniambia kwamba najihusisha na kuhamasisha maandamano na najihusisha na kuzalisha vipeperushi na nyaraka mbalimbali za kuhamasisha watu kuandamana. Mwakasala aliwajibu pale pale stationery kwake, na baadaye walipokuwa nyumbani kwake aliwajibu kwamba hayo maandamano mnayosema na yahamasisha, au hivyo vipeperushi vya kuhamasisha maandamano mnavyosema mimi navizalisha, aliwauliza hayo maandamano ni maandamano gani, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa CHASO chuo kikuu cha Sauti, nao viongozi wangu kwa maana ya mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mwanza na uongozi mwingine wa Bavicha taifa, hakuna kokote sisi tulipotangaza kama wanafunzi wa CHASO kwamba tuna maandamano, lakini pia sijapokea maelekezo mahali kokote kwamba kuna maandamano. Sasa hayo maandamano mnayosema mimi nayaandaa au nayafanya au nazalisha hivyo vipeperushi, ni vipeperushi gani na vya maandamano gani? Wakasema sisi tunahitaji kufanya upekuzi, na wakafanya upekuzi pale kwenye eneo lake la stationery, lakini pia wakamchukua wakaenda nyumbani kwake hapo mtaa wa Nyamalango, pembeni kidogo tu ya stationery yake, wakaenda kufanya upekuzi. Sasa siku nzima ya tarehe 10 viongozi wa Bavicha kwa maana ya ngazi zote kuanzia taifa tulikuwa tunafuatilia, na viongozi wetu mbalimbali walienda kufuatilia kwenye vituo karibia vyote vya polisi mkoa wa Mwanza kuulizia kwamba je, jeshi la polisi linamshikilia mwenyekiti wa CHASO Sauti Silence Joseph Mwakasala. Taarifa tulizokuwa tumezipata kutoka majira ya saa 5 mpaka usiku saa 2, jeshi la polisi walikuwa hawajakiri kwamba wanamshikilia Silence Mwakasala, na ilipofika usiku mwenezi wetu wa Bavicha taifa pamoja na makamu mwenyekiti wa chama John Heche alimpigia kamanda mkuu wa upelelezi mkoa wa Mwanza RCO
kwa maana ya RCO anaitwa bwana mmoja anaitwa Yesaya. Heche alimpigia simu makamu mwenyekiti wa chama chetu na kumuuliza kwamba kama wanamshikilia au wamemkamata Silence Joseph Mwakasala, na majibu ya RCO yalikuwa ni kwamba ni kweli tunamshikilia kwa sababu anafanya uzalishaji wa vipeperushi vya maandamano, lakini pia anahamasisha watu kufanya maandamano. Sasa hili limetushangaza kwa sababu jana sasa wakati kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza anazungumza na waandishi wa habari, anasema kosa analokabiliwa nalo ni kukopesha watu fedha kinyume cha sheria. Na kwenye taifa letu huu umekuwa ni utamaduni wa kawaida sana. Sio jambo la ajabu kwenye taifa letu ukashangaa mtu anakamatwa kwa kosa la wizi wa kuku, lakini akifika polisi utashangaa anahojiwa kwa kosa la ubakaji, lakini kesho kutwa akipelekwa mahakamani sio jambo la ajabu kusikia mtu huyo amefikishwa mahakamani kwa makosa ya mauaji. Sasa mambo kama haya ni mambo ambayo yanaliondolea kabisa jeshi la polisi imani kwa Tanzania, yanaongeza sintofahamu na yanaongeza chuki kwa kiwango kikubwa. Kwa na sisi Bavicha hatutashangaa, tunaamini kabisa kwamba kesho na kesho kutwa Mwakasala anaweza akafikishwa mahakamani, pamoja na kwamba alikamatwa kwa kosa wanalosema anasambaza vipeperushi vya maandamano, amekamatwa kwa kosa la kuhamasisha maandamano, lakini amefika polisi na afande Mtafungwa anasema kwamba yeye wamemhoji kwa kosa la kukopesha kinyume cha sheria. Hatutashangaa kama Silence atafikishwa mahakamani kwa kosa aidha la utakatishaji fedha au kosa la ubakaji. Sasa mambo kama hayo yanaliondolea hadhi kwa kiwango kikubwa sana jeshi la polisi. Na kitu kingine cha ajabu ambacho tumekishangaa muda huu, ile tarehe 10 juzi, tarehe 10 mwezi wa 6 walipomkamata Silence, walifanya upekuzi kwenye stationari yake, lakini pia walifanya upekuzi nyumbani kwake. Ndio maana jana wakati kamanda Mtafungwa anatoa taarifa kwa umma alisema kwamba wamemkuta na vyeti vya wanafunzi, vyeti vya form 4, matokeo ya form 4, vyeti vya form 6, lakini pia na ATM kadi za watu. Maana yake walifanya upekuzi, na sisi tunazo taarifa kwamba walifanya upekuzi stationary kwake, lakini pia wakaenda nyumbani kwake kufanya upekuzi. Sasa muda huu ninapozungumza na nyewe waandishi wa habari, dakika chache zilizopita mchana huu kule Mwanza, jeshi la polisi pia mkoa wa Mwanza wamerudi tena nyumbani kwa Silence Mwakasala na kufanya upekuzi kwa mara nyingine. Tarehe 10 umemkamata mtuhumiwa, umefanya upekuzi ofisini kwake, umekamata vyeti, umeenda nyumbani umefanya upekuzi, unasema umekamata vyeti, alafu leo tena umerudi kwa mara ya pili. Sasa hizi sio kanuni za upelelezi, na sisi tunajua kwa nini wamefanya hivyo. Kitendo hicho kisheria tunaweza tukakisema ni kama umeutanguliza mbele, halafu farasi yuko nyuma, unategemea kwamba huyo farasi atauvuta huu mkokoteni kwenda mbele. Huwezi ukafanya upekuzi leo, na wanajua wao kwamba hawajafuata taratibu za kufanya search, wamemsainisha nyaraka za vitu ambavyo wamemsainisha nyaraka za ukamataji wa mali ambazo wao wanajua hawajafuata taratibu zozote, kwa sababu hakuna chochote ambacho ni kidhibiti cha kosa lolote ambalo wamemkamata nacho Silence Mwakasala. Sasa walivyoona hili jambo limekuwa lina kelele nyingi huku duniani, wameona waanze warekebishe upelelezi wao. Sasa haya mambo mengine ya mahakamani tutazungumza baadaye na tutakutana nao mahakamani. Sasa sisi Bavicha tunaamini nini katika tuhuma hizi zinazomkabili Silence Mwakasala na hichi kitendo cha yeye kwenda kukamatwa na jeshi la polisi? Kwanza sisi tunachokiamini ni kwamba hizi ni tuhuma ambazo zimeandaliwa na vijana wa UVCCM. Vijana wa UVCCM chuo kikuu cha Sauti na vijana wa UVCCM kwa maana ya jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, kwa sababu kwa siku za karibuni vijana wa Chaso wamekuwa wanajenga hoja, na chama chetu kimehuisha kwa kweli siasa za wanafunzi wa vyuo vikuu. Sasa wenzetu bahati mbaya hawajui kwamba hoja huwa inajibiwa na hoja iliyo bora zaidi. Vijana wa CCM ndio waliolipa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza hizi zinazoitwa tuhuma, na tuhuma ambazo kwa kweli sisi tunaamini ni tuhuma za uongo, na ni tuhuma za uongo kwa sababu ukisema kwamba anakopesha, hata tukiashumu kama ni kweli anakopesha, sisi tunaamini hayo masuala ya kwamba wao wanasema anakopesha kinyume cha sheria ni mambo ambayo tutaenda kushughulika nayo mahakamani. Lakini hata kama tukijaribu kuamini kwamba ni kweli alikuwa anakopesha, ni lazima tujiulize alikuwa anamkopesha nani?
Je, ana mikataba ya kukopesha au watu walioenda kukopeshwa na Cyrus wana makubaliano yoyote? Kunao mkataba wa kuthibitisha kweli alikuwa anawakopesha? Na je, kwa nini mkae na huyu kijana masaa 8 bila kumpa haki yake ya msingi, bila kumwambia awape taarifa ndugu zake, awape taarifa mawakili zake, awape taarifa viongozi wengine? Kwa nini mmekaa naye huko gizani? Hatujui mnafanya naye nini. Kwa nini mlipofika pale hamjajitambulisha? Nyie ni wakina nani? Mnatokea wapi? Na mpe mtu haki zake za msingi. Sasa ukisema amekopeshwa, hao waliokopeshwa ni wakina nani? Je, wao ndo waliokuja kulalamika polisi kwamba huyu mtu aidha ametuibia vyeti vyetu, anatukopesha mikopo kwa kinyume cha taratibu? Je, hayo yote kwa nini hamjayasema? Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.